hili niingie zaidi, hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa. Hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa. Hakuna mwananchi pamoja na kukamata ambaye labda kwamba pamoja na kukamata lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwaachia bila masharti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao. Lakini pia tunao wawili ambao tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii, ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikamilika, sheria itachukua mkondo wake. Hao wengi kwa 9 hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika, tukapembua tukaona kwamba hawahusiki, ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada hapo, baada kujadiliana kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. Katika swali la mwisho kwamba zipo taarifa zinazoendelea kwamba kuna baadhi ya raia wameuawa, lakini pia kuna jeshi la baadhi ya wanajeshi la askari wako pia wameuawa. Labda tupate ukweli ukoje kwenye haya. Hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni moja wapo watu ambao tukiwapata tutawachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna. Hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda. Na nyinyi si watu wa ndugu, hakuna mtu aliyepita au akaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Ndio ile tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini mshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo afande Sipia Awadhi kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja. Ndio ilisababisha kuhakikisha kwamba mkoa umeenda kwa weledi mkubwa sana. Inaonekana kama inaonyesha ni sini ajabu, kwa sababu walikuwa na miburuzo ya kama scratch. Haijulikani kwa sababu pale eneo lile walikuta wale watu ni tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali. Bado tunaendelea kuchunguza tujue ni wapi. Haikuwa na mahusiano na swala maandamano. Ni kweli walikuta kule, lakini kwa sababu walikuwa na miburuzo ni dalili kama ni tukio la ajali. Lakini sasa kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea tunamkaribisha. Asante kamanda.